Alianza matukio akiwa na umri mdogo tu wa miaka 13, ila alichofanyia NASA ni balaa. Hawatomsahau. Ilibaki kidogo awaue tena kwa kutumia kodi tu. Alifikia mpaka kuendesha mtambo unao control oksijeni ndani ya NASA na kufanya NASA kukaa bila ya internet karibia mwezi mzima. Ilikuwaje tena? Ni baada ya NASA kuhisi hawako peke yao, wakajifanya wajanja kwa kuzima internet, lakini kitendo kile kilifanya washindwe kujiamini. Je, wakifungua tena adui atakuwa ameondoka au la? Hivyo walikaa bila ya internet siku 21. Twende. Kisa hiki kinaturudisha nyuma kidogo, mwaka 1999. Mwingine atasema mbona mbali sana, lakini si kweli, maana ilikuwa ni karibu na mwaka 2000, yani bado mwaka mmoja tu kufika mwaka wa kizazi kipya cha dijitali. Picha kamili lilianza wakati shirika la anga la Marekani NASA lilipokuwa likijiandaa kuzindua vifaa vipya kuelekea angani, ila kilichotokea kilikuwa nje kabisa ya matarajio yao, na si kwa sababu ya mlipuko wa roketi wala kushindwa kwa mfumo wa urushaji, bali ni mtoto mdogo aliyeketi mbele ya kompyuta yake ya kawaida tu katika moja ya vitongoji vya Florida na kuanza kucheza na mitandao ya serikali ya Marekani. Kwa yeye alikuwa anapasha tu, maana kompyuta ilikuwa ndo mchezo wake upendao. Lakini kutokana na utundu wake aliweza kuifika NASA, na cha hatari zaidi, wakati anatembea huku na kule akiwa NASA, kwa uchawi wa teknolojia aliweza kuifika sehemu nyeti ambayo hata angetangaza dau la mabilioni ya dola angepewa. Unajua kwa nini? Kwa sababu aliufika mfumo muhimu na hatari wa kudhibiti oksijeni ndani ya NASA. Yaani maisha ya wafanyakazi na wanaanga yalikuwa mikononi mwake kwa wakati huo. Maana lau angetaka kumpigia simu Israeli, basi angeweza, tena kwa kupitia mouse tu au click. Yaani alikuwa na uwezo wa kuuzima ule mtambo na kukata punzi zao papo hapo. Na kwa vile Israeli ndio kitengo chake hicho, bila shaka angetuma jeshi lake fasta kuja kumaliza kazi. Lakini kwa bahati ya Mungu, yule kijana hakuwa na lengo hilo. Yeye lengo lake hasa lilikuwa ni kujiona amefika level gani katika mchezo wake mpya huu wa kudukua mitandao mbalimbali. Yaani wakati watoto wetu wakijipima uwezo wao kwa kucheza goroli, huyu wa mwenzetu yeye anajipima kwa kufanya vitu vinavyotikisa ulimwengu. Anaitwa Jonathan Joseph James. Amezaliwa mwaka 1983 na alikuwa na umri wa miaka 13 tu alipoanza balaa lake. Na ilipofika mwaka 1999 alifika NASA na kuidukua. Pamoja na misuli yake yote ile, ila ililegea kwa mtoto huyu. Maisha yake yalikuwa tofauti sana na watoto wenziwe. Hana muda wa kucheza kombolela wala kidalipo, bali aliishi katika ulimwengu wake binafsi pasina mtu yeyote kujua. Nyuma ya skrini ya kompyuta yake kulikuwa na akili au kichwa cha aina yake chenye uwezo usio na mipaka. Unajua alifanya nini kingine? Ukiachana na kuidukua NASA, aliweza pia kudukua hata Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Hata katika hukumu yake alipewa hukumu ya kuchukua pesa kutoka Pentagon. Lakini pia alifika hata kudukua mifumo ya shirika la usalama wa taifa, bila shaka la Marekani. Kiukweli lengo lake halikuwa kuiba wala kuharibu, bali ni tamaa ya kutaka kujua zaidi. Alifikia kuingia kwenye seva ya shirika la NASA yenye thamani ya karibu dola milioni 2. Kompyuta kubwa inayotumika kuhifadhi data muhimu na kuendesha mifumo inayoweza kulinganishwa na maktaba kubwa iliyojaa taarifa zote ambazo kampuni inazihitaji ili kuendesha shughuli zake. Jonathan pia aliweza kufika mfumo nyeti uitwao mfumo wa kudhibiti mazingira, unaodhibiti hali joto, unyevunyevu, viwango vya oksijeni na hewa ya carbon dioxide ndani ya kituo cha anga cha NASA. Alipojikuta yuko mbele ya mtandao huu, moyo wake ulishtuka kidogo, maana si mchezo tena, kwani hakuwa mbali na namba ya dharura ya malaika wa umauti. Alijua kuwa kwa wakati huo alikuwa na nguvu kuliko watu wanavyomfikiria. Alianza kuhisi hali ya ajabu. Aishie hapa au aendelee? Lakini akili yake ilimwambia, sikia, hapo ulipofikia ndio mwisho wa jaribio lako, hivyo ni mwiko kurudi nyuma. Na kwa vile hana nia ya kumdhuru mtu, aliamua kuuacha ule mtambo
na badala yake akaona nikitoka bila dalili yoyote nitakuwa mjinga. Nani ataamini kama nilifika NASA? Hata nichukue nakala au kopi ya kodi za system yao, yani mfumo kamili. Na hapa ndipo NASA Machari alipoanza kuwacheza. Baada ya kuona kuna vitu havieleweki, walipoanza kufuatilia, kweli wakagundua kuna shughuli alizokuwa akizifanya. Kwa kuwa muda huo alikuwa akifanya kazi ya kupakua data, kuzitoa NASA, kuzifikisha kwenye kompyuta yake kama ushahidi. Bila shaka, unajua NASA alifanya nini? Waliweza kudhibiti wapi? Walikimbilia polisi. Ndio nini? Bila shaka njia haraka ya kujitetea kwa haka kama kakuzidi kete ni kukimbilia polisi, yani kukata mtandao. Hivyo NASA nao wakawa hawana budi ila kufunga mtandao wao. Waliufunga kwa siku 21 ili kuzuia madhara ya CNN, wakifikiri huenda ikawa ni kirusi. Kumbe wasichokijua, mara hii kidume kaja mwenyewe, hakutuma kirusi, na ugomvi wa mwanadamu ni mgumu kuliko kirusi. Kitendo hichi cha NASA kufunga mtandao kwa siku 21 kiliwagharimu kiasi cha dola 41,000 ili kurejesha tena mfumo wao katika hali ya kawaida. Kwa taarifa yako, NASA kwa vile walizidiwa kete na wiki jana, waliamua hata kuwaita wataalamu wa usalama wa mitandao ili kuchunguza kulikoni, nini hasa kinachoendelea. Mganga siku zote hajigangi. Hivyo hata usishangae kuona NK naye siku kaita watu kuweka sawa vitu vyake. Mpaka hapa NASA hawakuweza kujua nani kafanya hivi au mashambulizi haya hasa yanatokea wapi, ila kijana alikuwa anajaribu kuingia tena na tena na tena kwenye mfumo wa NASA. Yani aliona kashapata kibonde, jambo ambalo lilikuwa halifanywi na wafanyakazi wa NASA waliokuwa na ruhusa ya kufika huko. Pia alitumia protokoli ambazo si salama wakati akiingia katika mfumo, protokoli ambazo mara nyingi hutumiwa na wahalifu wa mtandao au wadukuzi. NASA machale yao yakazidi kuwacheza, wakaamua kufuatilia zaidi, na walipoamua kufuatilia moja ya protokoli zilizotumika, mwisho walijikuta wako mbele ya mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa Florida. Wakaanza kumchunguza kisirisiri. Sterling wetu hakujua kama anachunguzwa. Hatimaye FBI walivamia nyumba yake mwaka 2000 na kuchukua kompyuta yake, na kwa vile alikuwa ni mdogo sana, ilishindikana kumfunga jela. Badala yake alihukumiwa kifungo cha nyumbani chini ya uangalizi mkali, na alipigwa marufuku kutumia internet kipindi chote cha kifungo. Na kwa udogo wake alikuwa ndiye mtoto wa kwanza kuhukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa mtandao na FBI. Picha alijaisha. Unajua, mwaka 2007 kulikuwa na shambulio la mtandao dhidi ya kampuni na maduka makubwa ya Marekani. Mamilioni ya data binafsi na pesa ziliibiwa. Mshukiwa mkuu alikuwa ni mdukuzi maarufu aitwaye Albert Gonzalez. Albert Gonzalez is awaiting trial on allegations he orchestrated the largest data breach in history. He and his accomplice, kiongozi wa genge hatari la uhalifu mtandaoni. Ingawa Jonathan hakuwa anahusishwa moja kwa moja, ila mmoja wa washukiwa alikuwa anamfahamu. Uchunguzi ulionyesha dalili zisizo za kawaida, zikazua mashaka kuwa alikuwa anashirikiana nao, ingawa kijana wetu alikanusha madai haya. Serikali ilianza kumbana. Jonathan alihisi kuwa mfumo wa sheria wa Marekani hautampa fursa tena, na historia yake kama mdukuzi ingeweza kutumika dhidi yake. Hakuweza kustahimili shinikizo hili. Maisha yake yakageuka kuwa ya mashaka. Aliona hakuna tena anayemwamini wala atakayemwamini. Unajua alifanya nini? Mwezi Mei tarehe 18 mwaka 2008 alichukua maamuzi mazito ya kujipiga risasi akiwa na umri wa miaka 24 au 25. Aliacha barua ndefu ambayo ujumbe wake mkuu ulisomeka hivi: sikufanya chochote, lakini mfumo wa sheria hautanipa fursa ya haki. Na filamu ya maisha yake kaishia hapa. Lakini unajua, kijana huyu licha ya umri wake mdogo, Jonathan alitumia mbinu ambazo hadi leo hufundishwa kwenye kozi za usalama wa mtandao, cyber security, kama vile uhandisi wa kijamii, social engineering, ambayo ni tekniki ya kuwalaghai watu badala ya vifaa. Kwa mujibu wa maelezo wanadai, Jonathan hakuingia yeye mwenyewe kwenye mfumo moja kwa moja, bali aliwalenga wafanyakazi wake, ima kwa kuwatumia barua pepe bandia yenye virusi, au alimshawishi mmoja wa wafanyakazi kutoa jina la mtumiaji na neno siri.
Bila shaka ni ada ya watu wakubwa wakijikuta wameshindwa na watoto au watu ambao wanahisi ni wadogo kwao kiuwezo hukwepa aibu kwa hoja kama hizi. Lakini mtoto aliye chini ya miaka 16 anawezaje kumlaghai mtu ampe username na password? Tuambie, unakubaliana na madai yao haya au la? Comment uko chini. NK Computer Training, tunalenga wewe uwe more than professional. Asanteni.